jiji la Mbeya. Kilichotokea tarehe 29 ni msiba kwa taifa. Vijana wetu maeneo haya walikuwa wanapigwa risasi, maaskari walikaa kwenye jengo hili unaloliona. Mtu yeyote akipita, apite upande huu, apite upande huu, watu walikuwa wanapigwa risasi. Tarehe 29 kila mtu alihusika katika ile misiba. Wafanyakazi waliotoka hospitalini walikuwa wanapigwa risasi maeneo haya. Walimu walikuwa wanapigwa risasi maeneo haya. Raia walikuwa wanapigwa risasi maeneo haya. Tulikuwa na machokola hapa. Leo hii wale watoto hawapo tena. Peoples, bonde la Uyole pale ulipozindua kijiwe pale ilikuwa kama Sudani. Maiti zililala pale, maiti zilitapakaa maeneo haya. Ukienda huko nyuma ya majengo maiti zilikuwa zimelala, hakuna mtu wa kusogelea. Naomba nimwambie Rais Samia, naomba niseme na Samia kwamba Samia, uliyejua uchungu wa kuzaa kama mimi, waoneeni huruma wa Tanzania. Mheshimiwa Rais, nafasi yako haikustahili kuanzia tarehe 29 Oktoba. Sisi Mbeya hatukupiga kura, Mheshimiwa Makamu Mwenyekiti. Hakuna sehemu kura zilipigwa hapa Mbeya. Iwe Mbeya mjini, iwe Uyole, toka saa 2 hakuna mtu aliyeenda kupiga kura. Uongo kweli? Mheshimiwa Makamu Mwenyekiti, sisi kama wana Mbeya tuko tayari kuungana na Chama cha Demokrasia na Maendeleo kwenda kudai haki ya kikatiba, kudai katiba mpya na tume huru ya uchaguzi. Sisi Mbeya tuko tayari kuhakikisha Tundu Lissu anatoka nje na kuja kuwatumikia wananchi hawa. Mbeya peoples! Mbeya peoples! Mheshimiwa Makamu Mwenyekiti, baada ya kusema haya, nataka nimwambie mbunge wa Mbeya mjini Mwalunenge. Anajiita mbunge wa Mbeya mjini, hakuna mtu aliyempigia kura katika jimbo hili la Mbeya mjini. Naomba tunyoshe mikono ambao tukupiga kura tarehe 29. Makamu Mwenyekiti, umeona umati huu kwamba haukushiriki katika uchafuzi uliofanyika tarehe 29. Nadhani Mwalunenge usijisifie kama mbunge wa Mbeya mjini. Hakuna aliyekuchagua hapa. Barabara yetu hii tuna changamoto ya vumbi miaka 3. Kulikuwa na barabara yetu la Flodi, vumbi haikuwa hivi kama tulivyo. Toka amejitangaza kuwa mbunge wa Mbeya mjini, hakuna maendeleo yoyote aliyofanya Mwalunenge hapa. Uongo kweli? Jimbo la Uyole hakuna maendeleo yoyote aliyofanya Tulia Ackson. Uongo kweli? Mheshimiwa Mwenyekiti, baada ya kusema haya, naomba sasa tukuje ngumi tuagane wana Mbeya. Weka hapa. Mbeya peoples! Peoples! Chadema! Asanteni sana Mbeya. Mungu awabariki sana.